Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya Jumapili hii, Dominika ya 5 ya Kwaresima, kipindi cha mwaka A. Na mada yetu kuu katika wiki hii, Yesu ndiye mfariji wa kweli. Tukimwamini hata tukifa tutaishi. Somo letu la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Ezekieli sura 37 mstari wa 12 hadi wa 14. Na somo letu la pili linatoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 8 hadi wa 11. Na injili ya wiki hii inatoka Yohani sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 45. Katika Dominika hii ya 5 ya Kwaresima, neno la Mungu linatualika kutafakari juu ya matumaini na uzima mpya unaotoka kwa Mungu na kumwona Yesu ndiye mfariji wa kweli. Tukimwamini hata tukifa tutaishi. Masomo ya Dominika hii yanatuonyesha wazi kwamba Mungu ana nguvu ya kubadilisha hali ya kifo kuwa uzima. Tunaona kwamba somo la kwanza kutoka kwa Nabii Ezekieli, Mungu anaahidi kuwafufua watu wake waliokuwa kama waliokufa kwa sababu ya mateso na uhamisho, na kuwapa uzima mpya kwa Roho wake. Mpendwa katika Bwana, katika maisha yetu ya kila siku tunajifunza kwamba hata tunapopitia matatizo, huzuni au kukata tamaa, Mungu bado anatuinua na kutupa uzima mpya kwa nguvu ya Roho wake. Hivyo hatupaswi kupoteza matumaini, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kubadilisha hali ngumu za maisha kuwa mwanzo wa maisha mapya. Pia tunaona katika somo letu la pili, Mtume Paulo anatukumbusha ya kwamba wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu wanaishi katika uzima mpya ambao hata kifo hakiwezi kushinda. Katika maisha yetu ya kila siku mpendwa, tunajifunza ya kwamba tunapomruhusu Roho wa Mungu atuongoze, tunaishi maisha mapya ya kiroho yenye nguvu na yenye matumaini. Hata tunapokutana na changamoto ama udhaifu wa kibinadamu, Roho wa Mungu hutupa uwezo wa kushinda na kuishi katika neema ya Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu itajikita zaidi katika somo la Injili. Tunasikia simulizi la kufufuliwa kwa Lazaro, ambapo Yesu anajifunua kuwa ufufuo na uzima, akionyesha ya kuwa anayemwamini hatabaki katika kifo bali ataishi. Hivyo basi, Dominika hii inatualika kujiuliza, je, tunamruhusu Kristo atuinue kutoka katika makaburi ya dhambi, makaburi ya kukata tamaa na hofu, ili tuishi uzima mpya ndani yake? Wapendwa katika Bwana, katika maisha kuna nyakati tunahitaji faraja, kuna nyakati tunahitaji kufarijiwa. Kuna wakati pia tunapata nafasi ya kuwafariji wengine na kuwarudishia tena utu wao, heshima yao na thamani yao katika jamii, katika maisha yetu ya hapa duniani. Lakini leo tunaona katika somo letu la Injili, Yesu hajamrudishia Lazaro utu wake au heshima yake, bali ameweza kumrudishia uzima tena. Tunaona ya kwamba maisha ya mwanadamu hayakosi majaribu, hatukosi kuwa na huzuni, magonjwa na hata vifo vinavyotugusa. Katika nyakati hizo, moyo wa mwanadamu hutafuta mtu ambaye anaweza kumfariji, mtu wa kumwelewa na kumtia nguvu. Ndio maana katika Injili ya Dominika hii ya 5 ya Kwaresima tunaalikwa kujiuliza, wewe uko katika nafasi gani katika hii Injili ama hii simulizi? Je, wewe unachukua nafasi ya Lazaro aliyekuwa kaburini? Je, wewe ni Martha au Mariamu waliomwalika Yesu kipindi ya Lazaro akiwa naumwa? Ama je, wewe ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu waliosema, twendeni na sisi ili tufe pamoja na yeye kipindi Yesu amealikwa? Ama je, wewe ni mmoja wa Wayahudi waliokuja kwa wafariji Martha na Mariamu? Je, wewe ni mmoja wa wale waliosukuma lile jiwe, ama wa ambao walimfungua nguo Lazaro baada ya kufufuka? Au je, wewe unaitwa kuwa kama Yesu mfariji wa kweli? Wapendwa, tunaona ya kwamba Bethania ilikuwa mji ambako Mariamu, Martha na Lazaro walikuwa wanaishi, na Yerusalemu ambako inaonekana Yesu alikuwa mgeni wa mara kwa mara. Katika Injili hii, Lazaro anamwakilisha Mkristo mwaminifu, yaani muumini wa kweli. Yeye ndiye anayependwa na Yesu na ndiye ambaye Yesu aliweza kumlilia.
Kwa hiyo kufufuliwa kwa Lazaro kunawakilisha ufufuo wa Mkristo. Simulizi hili katika Injili linaama katika tukio la kifo na kufufuliwa kwa Lazaro, na maana yake pana kwa maisha ya Kikristo. Anayemjia Yesu kwa imani hataonja kamwe kifo cha kiroho. Kwa upande wa Lazaro, mwandishi wa Injili anasisitiza ya kwamba alikuwa amekufa kweli. Yesu anachelewa pia siku 2 kabla ya kwenda. Lazaro alikuwa amekufa siku 4 kipindi Yesu ameshafika pale sasa, na jiwe lilikuwa tayari limewekwa kaburini. Hii inaonyesha wazi kwamba nguvu ya Yesu juu ya kifo cha mwili, na pia inaonyesha nguvu yake ya kutoa uzima juu ya kifo cha kiroho. Lakini tunaona mwanzoni kwamba Yesu anapopokea habari ya ugonjwa wa Lazaro, anasema ya kwamba ugonjwa huo hautaishia katika kifo, bali utaleta utukufu wa Mwenyezi Mungu. Maana yake ni ya kwamba hali ya Lazaro itakuwa ishara ya kuonyesha nguvu ya Mwenyezi Mungu. Wapendwa, tunaona pia kwamba wanafunzi wanachanganyikiwa pale Yesu anaposema Lazaro amelala usingizi. Wanafunzi wanaelewa kwa maana ya kawaida, lakini Yesu anazungumzia kifo cha muamini ambacho kwake ni kama usingizi. Kabla ya kutenda muujiza, Yesu aliagiza mambo makuu matatu sasa ambayo yalionekana kama amri 3 zinafuatwa jinsi nguvu ya Mwenyezi Mungu ilivyoshirikiana na matendo yetu ya kila siku. Amri ya kwanza, Yesu alisema ondoeni jiwe. Basi wakaondoa jiwe. Je, watu walielewa kwa nini walipaswa kufanya kazi hiyo nzito ya kuliviringisha jiwe ambalo lilikuwa katika kaburi la Lazaro na kufunua maiti iliyokuwa inatoa harufu mbaya? Bila shaka hawakuelewa, lakini hiyo ilikuwa imani yao kwa Yesu, ikijidhihirisha si kwa kukubaliana na yeye kiakili tu, bali kwa vitendo, kwa njia ya utiifu. Kwa nini Yesu hakuliamuru lile jiwe lijiviringishe lenyewe bila kuwasumbua watu? Hatukufahamu kikamilifu jambo hili. Tunajua ya kwamba nguvu ya kimungu inaonekana mara nyingi kuanzishwa kwa ushirikiano wa mwanadamu. Kama alivyosema mwandishi mmoja, inaonekana Mungu hafanyi chochote peke yake ambacho anaweza kuwapa viumbe wake wakifanye. Mungu hatafanya muujiza kwa kile tunachoweza kukifanya sisi kwa utiifu. Mpendwa, tunaona amri ya pili ambayo Yesu anatoa inaelekezwa kwa yule aliyekuwa amekufa. Lazaro, njoo nje. Naye yule aliyekuwa amekufa akatoka nje. Hatufahamu kwa undani kilichotokea ndani ya kaburi. Tunachojua ni kwamba neno la amri ya Yesu linafuatiwa mara moja na utiifu. Lazaro anajitokeza kutoka katika kaburi lenye giza, hata akiwa mikono na miguu imefungwa kwa vitambaa na uso wake umefungwa kabisa. Katika amri ya 3, Yesu aliweza kusema mfungueni mkamwache aende zake. Hapa tunaona umuhimu wa jumuiya. Lazaro aliweza kutoka kaburini, lakini hakuweza kujifungua peke yake. Familia, marafiki, waumini wenzetu na jumuiya ya kanisa ni sehemu muhimu ya maisha yetu ya kiroho na ya kijamii. Mpendwa, tunaona ya kwamba kushirikiana na wengine kunatuwezesha sasa kutoka kwenye vizuizi, hofu au dhambi, na kuruhusu Mungu aonyeshe uzima na muujiza katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo muujiza wa Lazaro ni mfano wa maisha yetu ya sasa, yaani imani, utiifu na ushirikiano na jumuiya vinatoa nafasi kwa Mungu kuonyesha nguvu zake. Tunaposhirikiana naye kwa matendo, hata changamoto kubwa zinakuwa za ushindi na uzima mpya huanza kuonekana katika maisha yetu ya kila siku. Hivyo basi, je, tunawezaje kushirikiana na Mungu ili tupate uzoefu wa nguvu ya ufufuko wa Mungu katika maisha yetu na katika ulimwengu wetu? Naam, kila mtu tayari anajua jibu, tunahitaji imani. Lakini hilo si ndilo jambo ambalo Yohani katika Injili analisisitiza. Kwa kweli hakuna mtu katika Injili hii ambayo tunaiona kwa Mtakatifu Yohani, hata Mariamu au Martha, alikuwa anaamini kwamba Yesu angeweza kumrudishia Lazaro uhai baada ya kufa siku 4.
Wayahudi waliamini ya kwamba kumrudishia mtu hai ambaye tayari alikuwa amekufa siku 4 na kuanza kuoza ni jambo ambalo lilikuwa linaonekana haliwezekani kabisa, kama vile maono ya nabii Ezekieli tulivyoona katika somo la kwanza, ambamo mifupa ya kijivu na mikavu ya wafu inarudishwa kimiujiza kuwa hai. Wapendwa, kwa hiyo mkazo hapa si imani ya matarajio, bali ni utiifu wa vitendo na kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wapendwa katika Kristo, yeye aliyekuumba bila wewe hata kuokoa bila wewe. Kwa maneno haya Mtakatifu Agustino alisisitiza ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha wokovu na ndiye anayetoa neema, lakini mwanadamu anapaswa kushirikiana na neema hiyo. Ingawa Mungu alituumba bila mchango wetu katika swala la wokovu, anataka mwitikio wetu wa hiari kupitia imani, toba na matendo mema. Hivyo wokovu ni zawadi ya Mungu, lakini unahitaji pia ushirikiano wa mwanadamu ili matunda yake yaonekane kikamilifu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo swali linarudi tena kwetu. Je, tuko tayari kuliondoa jiwe lililosimama kati yetu na nuru ya uso wa Kristo? Je, tuko tayari kuchukua hatua ya kwanza kutoka mahali pa kifo? Je, tuko tayari kufunguana, yaani kusameheana na kuwaachia wengine waende huru? Ujumbe ni rahisi: ishi kile unachofikiri. Wapendwa, nipende kuwatakia Jumapili njema na yenye baraka, na Mungu atubariki. Do not be afraid. Do not be afraid.